Barua ya kocha namba 152, kitabu kimoja kinachoweza kubadilisha safari yako ya ujasiriamali, The Book of Elon. Rafiki yangu mpendwa, kitabu kipya kimetoka siku mbili zilizopita, inaitwa The Book of Elon, ambako mwandishi Eric Jacobson aliweza kukusanya maandiko, maneno na nukuu mbalimbali ambazo amezitoa Elon Musk yeye mwenyewe. Kulingana na mwandishi, amechambua zaidi ya maneno milioni 3 ambayo yamesemwa kuandikwa na Elon Musk na kuweza kupata maneno 50,000 yenye nguvu sana ambayo yanabeba kubwa dhana nzima zinazomuongoza Elon Musk. Kitabu hiki ni moja vitabu ambavyo ni vifupi lakini ambavyo vimeeleza kwa kina sana. Biography nyingi za Elon Musk ni ndefu, zina vitu vingi, zimeelezea tangu utoto, vitu vingi kwenye safari yake. Lakini kitabu hiki ni kifupi na kinagusa moja kwa moja yale ambayo jinsi akili ya Elon Musk inafanya kazi. Ndio maana nimekipenda sana kitabu hiki na nimekisoma na kusema nitakishirikisha kwa ufupi hapa, lakini masomo endelevu ya barua za kocha itakuwa inaleta vitu toa kitabu hiki. Hata kitabu kina sehemu kubwa 5 ambazo nitaziweza kwa ufupi hapa na utaenda kusoma barua ili uweze kuzielewa. Sehemu ya kwanza ni pursue purpose. Jenga maana ya maisha yako. Elon anasisitiza sana kwamba usianze biashara kwa sababu unasema nitapataje pesa, nitapataje faida. Badala yake kuwa na kusudi kubwa ambalo linaendesha maisha yako. Na swali kujiuliza ni ninamsaidia nani au nitakuwaje manufaa? How can I be useful? Hiyo ndio swali la msingi la kutuongoza kwenye kila tunachokifanya. Unakuwaje wa manufaa kwa wengine? Hilo likuongoze kwenye yote unayofanya. Sema pili ni think like a physicist. Anasema fikiri kama mwanafizikia. Hilo inaeleza kwamba mambo mengi watu wengi wanashindwa maisha kwa sababu wanaiga kile ambacho tayari kipo. Yaani unafanya kitu kwa sababu umeona wengine wanafanya au unarudia kitu kwa sababu umekuwa unafanya hivyo. Hii ndio njia ya waka ya kushindwa. Hilo unaweza kufikiri kwa njia ya first principle. Eta first principle thinking. Yaani unafikiria kitu kama kisinge kuwepo, kingepaswa kiweje? Kwa msingi wa awali kabisa wa kitu. Na hivi ndio unaweza kupata wazo la biashara, mikakati ambayo inafanya kazi. Sio kwa kuangalia ambacho kinafanyika, bali kuangalia kwamba ingekuwa ndo kitu kino kinaanza, kingefanyikaje. Na tunapaswa kufikiri kwenye biashara zetu kwa sababu mambo mengi ambayo tunayafanya ni kwa mazoea na ndio maana tunakwama. First principle thinking ni nguzo muhimu sana. Taisoma kwa kina kwenye kitabu na masomo yatakayoendelea. Sehemu ya 3 ni ultra hardcore work. Fanya kazi kama mtu mwenye ndoto kubwa sana. Fanya kazi kwa juhudi kubwa sana. Hapa ameeleza jinsi ambavyo Elon amekuwa anafanya kazi kuliko mtu mwingine yote. Fanya kazi masaa 100 kwa wiki, masaa 120 kwa wiki. Analala kwenye viwanda vyake. Pale ambapo kuna kazi inahitajika kufanyika analala pale kiwandani. Na anasema sio kulala tu kiwandani au kulala kwenye ofisi. Analala kwenye floor pale ambako wafanyakazi wanafanya kazi, analala chini hapo. Anasema anapofanya hivyo watu wanajitoa zaidi. Watu wanaona kwamba kama mmiliki, kama bilionea mwenyewe analala hapa. Sisi ni nani tusifanye kazi? Na inawasukuma watu kufanya kazi zaidi. Kama unataka kupata nguvu ya kufanya kazi, usoma kitabu hiki. Soma kitabu hiki. Sehemu ya 4 ni building companies, jinsi ya kujenga biashara kubwa. Hapa ameeleza jinsi safari ya kujenga biashara tangu ameanza na Zip, akaja PayPal, akaja Tesla mpaka afika SpaceX na sasa hivi makampuni mengine ambayo anaendelea nayo. Imeonyesha jinsi ambavyo safari sio rahisi. Kuna kushindwa, kuna kuanguka, kuna kusimama. Amechoma rocket mengi sana. Pata hasara nyingi sana. Pindi alika pesa zake zote akiwa kwenye hatari ya kufilisika kabisa. Na kanuni yake ni moja, anasema hata kama kitu kina uwezekano mdogo wa kufanikiwa, kama ni muhimu kifanye hivyo hivyo. Hata kama utashindwa basi kuna mahali mtu mwingine atajua kuanzia. Hiyo ni dhana muhimu sana ambayo tunapaswa kuwa nayo kwenye kujenga biashara. Sehemu ya 5 ni on behalf of humanity. Anasema jenga kitu ambacho kinakuzidi wewe. Mara nyingi tunapojenga hizi biashara tunakuwa na ubinafsi. Ana kwamba nitapata nini, nitanufaikaje na kadhalika. Lakini kwa msingi wa Elon Musk anasema tujenge biashara kuangalia ni namna gani inanufaisha dunia, inanufaisha vizazi vya sana, vizazi vya baadaye. Hiyo ndio namna ya kujenga kitu ambacho kinadumu na chenye manufaa makubwa. Rafiki, ukiangalia kwa hayo tu nilioeleza kwenye hizi sehemu, unaona jinsi ambavyo kitabu hiki ni muhimu sana kusoma kwetu sisi tunaojenga biashara na kujenga mafanikio makubwa. Kwa sababu kinaanza sio vile tu kama vya kawaida. Ni namna ya kufikiri,
kuona mambo kwa utofauti na kuleta mafanikio ambayo ni makubwa sana. Ingawa kwenye barua za kocha, nenda kasome barua 152 hii hapo, na kwenye hii barua nimeandika kitabu chenyewe. Ukibonyeza pale kwenye sehemu ya attachment utakipata kitabu na utaweza kukisoma. Na kwa masomo atakayoendelea, tutaendelea kutoa kidogo kidogo kwenye barua, kwa sababu ni moja ya vitabu ambavyo nafikiri tunapaswa tuvielewe kwa kina sana na kuweza kuvitumia kwenye safari yetu mafanikio. Asanteni na kwa siku bora kabisa leo.